Kila mmoja katika maisha tunayoishi hapa duniani, hasa wale tuliopokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kila mmoja ana aina ya upinzani. Kila mmoja ana aina ya upinzani. Inawezekana kwa kujua au kwa kutoujua. Inawezekana kwa kujua au kwa kutoujua. Upinzani ni hali ya kuwa kinyume na jambo fulani, kutokubaliana na jambo, kupinga jambo. Upinzani ni kikwazo, ni kizuizi, na ni hali ya kutofuata utaratibu. Kwa hiyo hivi vyote nilivyovisema vinaweza vikawa na tafasiri ya upinzani. Kutokubaliana na jambo, naweza ukaa tukaongea sentensi nyingi, lakini maana ni hii kwamba upinzani ni kuwa kinyume na mtu au na wazo au na kitu chochote. Upinzani. Kwa hiyo tunapoishi katika maisha yetu, unaweza ukawa una wapinzani unaposoma shuleni, wapinzani katika jamii, wapinzani katika maisha yako ya wokovu na mahali popote pale. Sasa kuna namna ambavyo kuna vitu ukivifanya, ile nguvu ya upinzani haitakuzuia wewe kuendelea na safari yako. Nguvu ya upinzani haitakuzuia wewe kuendelea na safari yako, kwa sababu kazi kubwa ya shetani ni kutupinga na kuhakikisha kwamba hatufanyi kile Mungu anakusudia. Kazi kubwa ya shetani anayoifanya mpaka leo ni kupinga vile ambavyo Mungu anataka vifanyike ili visifanyike kwa kumtumia huyu mwanadamu. Tunaweza kuona hata kwenye bustani ya Eden. Kazi yake ilikuwa ni moja tu. Wameambiwa wasifanye, yeye akaenda kuambia wafanye kile walichokataza. Kwa hiyo shetani ni mpinzani wetu. Kama kuna kitu cha kuchukia hapa duniani ni shetani. Kama kuna kitu unatakiwa ukichukie, kama kuna kitu unatakiwa uwe adui kwacho, ni shetani. Kwa sababu wakati wote, muda wowote akipata nafasi, ni kuja kupinga kile cha kimungu kilichoko kwako. Ni kuja kupinga kile ambacho unatakiwa ukifanye kizuri kiwe kibaya. Tunaona kwenye bustani ya Eden alipokwenda kumdanganya Hawa. Waliambiwa mle miti yote lakini msile mti fulani. Yeye akaenda akawaambia mkila mtafanana naye. Na tunayaona aliyotokea. Paulo anasema amefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana. Alikuwa anayaona mafanikio makubwa sana kwenye huduma. Paulo alikuwa akiona mbele yake, anaona mafanikio makubwa mbele yake. Lakini anasema, lakini wako wengi wampingao. Alikuwa na vipingamizi vikubwa sana. Wakati wa Paulo alifanya huduma, watu walikuwa wanaokoka, watu walikuwa wanabadilika, lakini kadri huduma ya Paulo ilivyokuwa inaongezeka, vipingamizi vilikuwa vinazidi kuwa vikubwa. Paulo alikuwa katika maombi yake, katika huduma yake, anaona kabisa, yani hapa naona kabisa kwamba yani kazi ya Mungu inasonga mbele na inakwenda mbele, lakini bado Paulo alikuwa na vipingamizi vikubwa sana. Na ndio maana anasema kwamba kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana. Naweza nikasema kwa maana ninayaona mafanikio makubwa sana. Pamoja na mafanikio ninayaona mbele yangu, lakini kuna wengi wanipingao. Wengi wanipingao. Pamoja na yote aliyoyaona, mafanikio aliyoyaona, lakini alikuwa anauona upinzani. Na habari ya Paulo kisoma unaona upinzani ambavyo ulikuwa mkubwa. Paulo alikuwa na upinzani mkubwa sana. Lakini pamoja na yote, Paulo alifanya lile ambalo Mungu amekusudia. Mpaka mwishoni alikatwa kichwa akiwa katika kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika jambo lolote unalofanya, upinzani upo. Upinzani upo. Yesu alipokuwa duniani, upinzani ulikuwepo mkubwa sana. Alipingwa na jamii aliyokuwa anaishi. Alipingwa na wale wakuu wa dini. Alipingwa na karibu kila mmoja alimpinga. Upinzani wa Yesu ulianza toka Yesu anazaliwa. Akatafuta kuuliwa. Lakini Mungu alisaidia, haikuwezekana. Pamoja na yote na upinzani wote, lakini kusudi ambalo Yesu lilimleta duniani lilikamilika na Yesu akafufuka siku ya 3. Kwa hiyo inawezekana sana tukawa katika upinzani mkubwa sana, lakini bado tukashinda.